Mheshimiwa Francis Mtinga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii adimu sana ya mwisho ya kuchangia kwenye wizara hii muhimu sana ambayo inaangalia afya za Watanzania, na taifa lenye afya ndio linaendelea kuwa taifa bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niwapongeze watendaji wa wizara, hususan naibu, kwa sababu amekuwa hapo muda mrefu, na kwa kweli ukimwangalia hata wakati anajibu tu maswali unajua kwamba pale serikali imeweka chombo cha maana na ni msikivu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaombe sana wananchi wa Mkalama wajue tunapoongelea vituo vya afya ni kwenye TAMISEMI na zahanati zao ni kwenye TAMISEMI. Kwa hiyo tunapoongelea kwenye wizara hii, tukiongelea mambo ya kitaifa wasiseme mheshimiwa mbunge wetu anasimama anaongelea mambo ya kitaifa wakati bado hatuna zahanati, hatuna vituo vya afya. Huko ni TAMISEMI. Hapa tunaongelea swala zima la nchi kwa maana ya afya ya Watanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania wanahitaji matibabu. Watanzania wa hali ya chini ambao ndio wengi wanahitaji afya. Na afya ni lazima wapate matibabu. Na matibabu Mheshimiwa Mwenyekiti ni ghali. Popote duniani matibabu ni ghali kwa sababu ya vifaa vyenyewe na kwa sababu ya dawa zinatengenezwa kwa gharama kubwa. Kwa hiyo ndio maana tunakuja na suala zima la bima ili watu wazima wengi wachange fedha, wawachangie wagonjwa wachache ili na wao waweze kuwa na afya bora. Kwa hiyo naomba Watanzania wajue kwamba tunapoongelea bima hatuongelei wagonjwa kuchangiana. Tunaongelea Watanzania wenye afya njema wengi wachange fedha ili wagonjwa wachache katika nchi yetu waweze kutibiwa. Na ndio maana chanzo cha fedha kinakuwa ni kitu muhimu sana kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wingi wetu wa Tanzania si laana. Wingi wetu ni baraka na wingi wetu ni mtaji wetu, kwa sababu siku zote mtaji wa watu wakiwa wengi, umoja wao ndio mtaji wao. Kwa mimi nataka niwaambie Watanzania wanielewe vizuri, serikali na bunge hili linielewe kwamba tunapaswa kutumia wingi wetu ili tuweze kupata afya bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, vyanzo ni vingi vimetumika, mafuta sijui nini na nini, lakini chanzo cha wingi wetu bado hatujakitumia vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitakwenda kwenye wingi wetu kwenye swala zima la matumizi ya simu za mkononi. Ni jambo jema sana kwamba Watanzania wamechukua vizuri teknolojia ya simu za mkononi, mpaka wazee vikongwe wana simu, mpaka watoto wa shule wana simu na wanazitumia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa takwimu za TCRA za mwezi Machi, laini za simu zilizo hai, sio mfu, hai, ni milioni 90.4. Na katika laini hizi hai watumiaji wa internet ni milioni 49. Manake hao wanatumia MB kweli kweli. Lakini wanaotumia dakika tu visaswadu vile na nini bila internet kwa ujumla wao, dakika zinazotumika Mheshimiwa Mwenyekiti ni takriban 40.6 bilioni, 40.6 dakika bilioni. Na katika hizi kutoka nje ya nchi zinakuja karibu dakika milioni 36. Hii maana yake nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Mimi napenda tukitumia chanzo hiki wa Tanzania mnielewe, na hii msije mkachanganya na aliyotokea huko nyuma kwenye swala la kutuma fedha unakatwa na yule anayepokea sijui na nini. Hapana. Hapa tunataka tuongelee mchango wa Mtanzania kidogo ambaye ni mzima amchangie Mtanzania mwenzake, ili Watanzania wote wapate bima ya taifa, bima kwa ajili ya matibabu kwa Watanzania wote, tena bima isiyo na ngazi, bima ambayo ni flat rate. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa idadi hii ya Watanzania ya laini zilizo hai milioni 90.4, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka niende na hesabu ndogo sana. Tuchukulie Mheshimiwa Mwenyekiti, kila Mtanzania anaponunua vocha ile
awe anaitumia kwa MB kwa ajili ya internet, awe anaitumia kwa dakika, ili mradi lazima atoe hela kidogo apate uwezo wa kuitumia simu yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka nimuombe Mtanzania anielewe sana, Mtanzania maskini wa hali ya chini mwenye uwezo wa kununua vocha ya shilingi 1000 kwa siku. Nimuombe Mtanzania huyu anayenunua vocha ya 1000 kwa siku atuchangia 10% tu ya shilingi 1000 ambaye ni shilingi 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, shilingi 100 hii ukizidisha kwa laini zilizo hai milioni 90.4 nitapata kwa siku bilioni 9.4 per day. Lakini hela hii nikiipeleka kwa mwezi kwa siku 30, nikachukua bilioni 9 hizi nikazizidisha mara 30, nitapata bilioni 271.2 bilioni, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini nikizipeleka kwa mwaka, kwa sababu bajeti zetu zinakwenda kwa mwaka, nikazidisha hizi fedha bilioni 271.2 mara 12, nitapata trilioni 3.2. Sasa kwa sababu hizi ni hesabu za karatasi, Mheshimiwa Mwenyekiti, basi nifanye tu kwamba nimekosea sana, niende halfway ya hizi hesabu, nusu yake. Maana yake tutapata trilioni 1.5 ambayo itaingia kwenye mfuko wa bima kwa ajili ya Watanzania wote. Mtanzania ambaye amechangia shilingi 100 kwenye 1000 yake anaponunua vocha. Na kampuni za simu kazi yao ni kutukusanyia tu, hawataki kuweka chaji nyingine yoyote. Kwa hiyo ninaomba Watanzania, ukitoa hiyo shilingi 100 ambayo hutaona maumivu yake, kwa sababu wewe ukitoa 1000 unawekewa MB za shilingi 900 wala ufiri, lakini ujue kabisa umemsaidia Mtanzania akaweza kutibiwa kwenye MRI, anaweza katibiwa kwenye kansa, vipimo mbalimbali kwa hiyo shilingi 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona mifano hai kwenye kodi ya pango. Watanzania walikuwa wanalalamika sana kwenye kodi ya pango, lakini tulipoipeleka kwenye luku wala hawafili, wananunua umeme wao, ameshalipa pango, wa kijijini analipa. Tumeona kwenye ile kodi ya barabarani ya magari ile ambayo ilikuwa inasumbua sana, tunakamatwa na trafiki njiani, lakini tulipoipeleka kwenye mafuta, hata Mtanzania anayemwagilia nyanya tu shambani akiwasha ile pampu yake ya petroli ameshachangia hela ya ile levi ya barabarani. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mtindo huu niombe sana hizi data zichukuliwe, na kama kwa kufanya uchunguzi zaidi mkaunda hata tume mkafuatilia vizuri. Hii ni pesa nyingi ambayo Mtanzania wala hafili. Wako watoto wadogo tu, baba niwekee MB, anacheza game tu. Baba niwekee MB, anaangalia tu picha. Lakini ukishamwekea zile MB za 1000 tayari ule mtoto ameshachangia shilingi 100 kwa ajili ya matibabu ya Watanzania. Hiki ni chanzo cha uhakika ambacho hakina maumivu, hakina kelele, lakini kinaleta trilioni 3 kwa mwaka katika bajeti ya bima ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaombe sana taarifa. Mheshimiwa Gekuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante. Nimpongeze Mheshimiwa Francis kwa mchango mzuri. Nimpe tu taarifa, kwenye kodi ya majengo wanaolipa sio wale wenye luku tu saizi. Majengo yote yaliyojengwa kwa tofali pia wanalipa. Kwa hiyo kwenye 1800 kwa mwaka, Mheshimiwa Mwenyekiti, katumika tu shilingi 50, itasaidia wale wananchi ambao wanahangaika na moyo, kansa, dialysis. Itatusaidia sana. Serikali ichukue mawazo mazuri ya Mheshimiwa Francis. Mheshimiwa Francis, unapokea mchango wa Mheshimiwa Gekuu? Napokea Mheshimiwa Mwenyekiti kwa mikono miwili. Niombe serikali, hivi ni vyanzo vya uhakika ambavyo Watanzania wote watatibiwa, tena bima iliyo sawa. Hamna cha kusema hii kubwa, hii Serengeti, hii Ngorongoro. Itakuwa ni bima ambayo inaenda popote, kwa sababu watakuwa wamechangia fedha za uhakika. Yani ikianza tu leo, kesho unasikia mabilioni yameingia, Mheshimiwa Waziri. Yani ikianza kesho unasikia matrilioni. Haina ujanja. Sisi wenyewe ndio tunanunua. Mimi nina line 4. Zote ziko hai na kila siku lazima niziwekee vocha. Kwa hiyo kila nikiweka tu line ujue tayari nimechangia. Kwa hiyo niombe sana serikali ichukue jambo hili, ni la muhimu ambalo litasaidia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu nimalizie kwa kusema mchango ambao ulisemwa pia na mwenzangu pale muda mfupi. Suala zima la madaktari kufanya consultation kwa wagonjwa. Mimi niombe badala ya kuangalia kituo, sasa tuangalie taaluma ya yule anayetoa consultation.
awe ameitoa kwenye kituo cha afya au ameitoa kwenye zahanati, kwa sababu daktari anaweza kuwa ni specialist, yuko kijijini kwao likizo, ameenda kusaidia wananchi kwenye kizahanati cha pale kijijini, akatoa huduma pale, akasikiliza wagonjwa, lakini sasa eti yule atachajiwa kwa sababu ya kile kituo ni kizahanati. Kwa nini asichajiwe ile hela yake kwenye bima? Kwa sababu yule ni specialist na atakuwa amesaidia jamii pale. Na hii itasababisha hata madaktari wengi ambao hawana ajira watakwenda kujitolea kwenye hizo zahanati zetu, kwa sababu anajua akitoa huduma atachajiwa, kwa sababu atalipwa na bima kwa sababu ya elimu yake, sio kwa sababu ya kituo alikotolea huduma. Hii Mheshimiwa Mwenyekiti itasaidia. Kama kuna kuogopa kwamba itatumika vibaya, chama cha madaktari chenyewe ndio kidhibiti leseni zao, kwamba kuna daktari fulani alikuwa kijijini kule Mkalama, akatoa consultation, akaandika madawa, ameover, pengine ameandika hovyo kwa labda kwa rushwa. Chama cha madaktari ndio kitadhibiti, kimnyang'anye leseni. Kwa mimi niombe huduma za consultation ya madaktari bingwa zitolewe, au madaktari kwa elimu zao, sio kwa kituo anakotolea huduma, ili Watanzania watumie hii huduma ya madaktari wengi walioko mtaani ili waweze kupata afya njema. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi hii. Naomba mchango wangu uchukuliwe kwa uzito mkubwa sana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono wote.